Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Shirikisho la utalii humu nchini linatahadharisha kwamba taifa hili huenda likapoteza umaarufu wake kama kivutio cha utalii katika kanda hii kufuatia mabadiliko kwenye mfumo wa malipo ya ada za kiingilio kwenye mbuga za kitaifa. Mfumo huo uliopewa jina KWS Pay umeongeza ada za viingilio kwa 5% na 3.5% kama ada ya usindikaji. Wadau wanalitaka shirika la huduma kwa wanyamapori kurejelea mfumo wa e-Citizen kwa malipo haya. Taarifa hii na nyingine ni kwenye kitengo cha kapu la biashara. Serikali imekuwa ikijizatiti kupiga jeki mapato kutoka sekta ya utalii hadi zaidi ya shilingi bilioni 600 kila mwaka kufikia mwaka 2027 kupitia uimarishaji wa huduma kwa wageni, kupanua vivutio vya utalii na kuweka huduma kwenye mfumo wa dijitali. Hata hivyo, ongezeko la ada ya kiingilio kwenye mbuga za kitaifa kwa 5% kumewatia wasiwasi wadau wanaosema huenda likarudisha nyuma hatua zilizopigwa za kuimarisha sekta hiyo. We're not opposed to the system. It's actually quite a nice looking system. The problem here is the charges and the way that they have come up, unexpected and unknown. Kwingineko, wenye biashara ndogo na za kadri huenda wakapoteza shilingi bilioni 150 kutokana na wizi wa hati miliki. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya kukabiliana na bidhaa ghushi humu nchini, Daktari Robi Kinga, anasema halmashauri hiyo inajizatiti kushawishi mabadiliko ya kisheria ili kuongeza faini zinazotozwa wale wanaopatikana na hatia ya kuiba hati miliki, hali ambayo imekuwa ikiongezeka kwenye biashara za mtandaoni. Whenever you have got preference of counterfeit goods, they are likely and most of the time they affect the local industries. Na mwishowe, wakurugenzi wa viwanda vinavyoshirikiana na halmashauri ya ustawi wa majani chai katika eneo la magharibi ya Rift Valley wamesema kupungua kwa mkafaa wa wakulima katika mwaka wa kifedha 2024-2025 kumesababishwa na kutothibitika kwa masoko, ikiwemo kubadilika mara kwa mara kwa kiwango cha sarafu ya Kenya ikilinganishwa na dola ya Marekani. Wakurugenzi hao walipuuzilia mbali madai kwamba marupurupu yao yamechangia kupungua kwa pesa zinazolipwa wakulima. Directors, as usual, as has been said, are entitled to a small allowance that has been mentioned here, an allowance of 18,000 shillings per sitting, and that is not what is making the west of Rift factories not to perform. Ndutamo Kami, Darubini.